Tuko salama, tuko siku ya 3. Tunamshukuru Mungu. Amekuwa mwema kwa siku zote hizi na hata leo ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutatazama utume katika utamaduni. Katika tamaduni mbalimbali tunaweza kufanyaje huduma ya utume. Lakini ili tufike hapo lazima tujue utamaduni ni nini hasa. Nini hasa ni utamaduni? Amina. Maana ya utamaduni. Utamaduni ni tabia. Na tabia hii sio ya kuzaliwa nayo. Tabia hii ni ya kujifunza. Na ninajifunza au unajifunza kutokana na maisha ya kila siku ambayo yako katika jamii, ambayo inatokana na vitu tunavyoviona, kazi tunazofanya kama matendo, na utamaduni unarithiwa kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Utamaduni ni tabia ya kujifunza. Na utamaduni unatokana na ustawi wa jamii fulani au maisha katika jamii fulani, ambayo jamii hii inaishi kwa kutenda, kwa kufanya vitu na matendo. Hauzaliwi nayo, hatuzaliwi na huo utamaduni, lakini tunaupata katika maisha yetu. Utamaduni huwa unatengeneza ramani kwenye vichwa vyetu, kwenye asili yetu. Ramani inachorwa kwenye akili kuhusu maisha yetu, ulimwengu wetu, ramani ambayo kuifuta huwa ni kazi ngumu sana. Na ramani hii huwa inatoa mwongozo kwa wale watu wanaoishi pale, kwa ile jamii inayoishi na mahali pale, na maamuzi ambayo jamii hiyo inafanya. Na binadamu hawa huwa wanaweka maana katika yale ambayo wameyajifunza na wamekusudia kuyafanya. Katika kila kitu wanachofanya kina maana fulani. Nimesema utamaduni unatupa ramani, unatuchorea ramani. Kwa mfano, tunaishi katika maeneo fulani, au tunaishi mahala fulani kwenye jamii fulani, na tuna maamuzi fulani. Lakini maamuzi haya tumeyajifunza tu, tumeyajifunza. Hatukuwahi kuzaliwa nayo, hapana. Nimuulize huyu mzee hapa, mchungaji nani? John Nagili. Wewe ni kabila gani? Kabila gani? Muha. Aya, ndio. Huyu mchungaji ni Muha.
na Waha wana utamaduni wao. Ninachotaka ukione sasa, atuambie hivi, Muha akitaka kuchumbia, anataka kuoa kijana wa Kiha, kinakuwa nini? Nipe maiki nyingine kama inaweza kufanya kazi. Chukua hii. Kuacha sasa, kwa zamani kwanza huwa anatuma watu kupeleleza kule anakochumbia. Ngoja, umesikia hapo? Wacha sasa kwa zamani. Chunga hiyo sentence. Wacha sasa kwa zamani. Kwa zamani anatuma watu kwanza wajue anapotaka kuoa wana tabia gani, ni wavivu, ni wachapakazi, maisha yataendaje, wanaumwa. Hayo ndio yalikuwa utamaduni wa Waha. Anawatuma kina nani? Kina nani wanatumwa kwenda? Wanatuma wenyeji wa sehemu ile au wazee. Wazee ndio wanaenda kule, ndio wanapeleleza. Halafu inafuata nini? Halafu ikishakubalika ndio wanatoa mahari, wanaongea kwanza na wale wazee, wanakubaliana, wanalipa mahari. Wale wazee wanaenda kulipa mahari. Ndio. Na muoaji anakuwa wapi? Muoaji anakuwa yuko kwao kwanza, wala haendi huko. Hapana. Wakishalipa mahari inakuwaje? Ndio sasa uhusiano unakuwa umekuwepo, na anaweza kwenda kule kama ndugu. Na kwa sasa? Kwa sasa kwa Waha sijui, lakini kwa jinsi nilivyo na navyoona wanachukua na tu mradi kwa wakutana basi. Ingetokea huyu kijana anataka kuoa, asitume wazee, akaenda moja kwa moja tu kama kwako, nataka kuoa huyu binti yako, nimekuja. Inakuwaje? Hakubaliwi. Na halafu vile vile hata wao watapeleleza huyu kijana ana tabia gani, ni mwizi, mlevi, watu wa namna gani. Hiyo inatokea, na kule napo lazima wajue feedback ya huko. Lakini sio mwizi, sio mlevi, ni kijana, lakini ameenda tu mwenyewe moja kwa moja, anamkuta baba, mimi nimempenda huyu, nataka nimuoe. Huyo ni muhuni tu hapo. Amina, asante sana kaka. Unaona kinachotokea. Lakini tukiwauliza nani aliwafundisha haya, yameandikwa wapi? Na kitabu kilichoandikwa kwamba utaratibu wa kuja lazima waje wazee, halafu iwe hivi. Mnakaa kitabu, unaweza kutupa kameandikwa hakapo, lakini kila familia inajua hivyo. Ni ramani iliyochorwa akilini, na ukiikosea ni kosa kubwa kwenye jamii hiyo. Hivyo ningeuliza kila kabila, wana ramani fulani juu ya kuoa na juu ya kuchumbia, na wana ramani fulani juu ya kula na nini kiliwe na kinaliwa wakati gani. Utamaduni umetengeneza ramani hiyo kwenye maisha yao, na kwenda kinyume nao ni makosa makubwa sana. Umesikia mzee anasema akienda kijana hana shida, hana matatizo, anamcha Mungu. Kosa ni ameenda yeye mwenyewe kwamba mimi nataka kuoa hapa. Kwani hana wazazi, hana wazee wa kutuma? Hata kama hana wazazi, ni mgeni kwenye kile kijiji, ataulizwa, hakuna wazee wanaomwamini wakaja. Umesikia jibu lilosema ni muhuni. Lakini kijana wa watu sio muhuni, ni mcha Mungu. Na yeye pia, yule kijana hawezi kwenda kwa sababu anajua ramani iliyochorwa akilini
haikubaliki. Ataenda atatafutia wazee mahala fulani. Lakini nani aliwaambia kwamba hiyo ndiyo kanuni? Sasa hivi anasema kwa sasa imebadilika, wanachukuana tu, na hapo heshima haipo. Sema alioaje? Nilimchukua. Hii nayo kwani ilikuwa ndoa? Hata wakiachana hakuna, kwa sababu ile ramani iliyochorwa akilini mwao haijafuatwa. Kwa hiyo hicho kitu kinaonekana sicho. Kwa hiyo utamaduni unachora ramani fulani kwenye akili, ndani kabisa ya akili kuna kitu fulani, hakiandiki popote, na ukikosea ni makosa makubwa sana, na unatokana na maisha na matendo ya kila siku katika jamii husika. Unapeleka chakula, mama ameivisha chakula, anakipelekaje ili watu wale? Kuna utaratibu. Akikosea ni kosa kubwa. Hata wale wanaotaka kula wanaweza wasile. Chakula kinapikwaje? Kwa nini umepika hivi? Lakini hakuna hata kitabu kimoja kilichoandikwa juu ya hayo. Lakini kila jamii, kila kabila, kila kundi la watu linajua namna ya kufanya. Na hivyo hivyo katika maisha yao, amekosea atakuwaje? Discipline, ataonywaje? Ameenda atafanyaje? Kuna mipaka imechorwa kwenye akili, na wote wanajua hivyo na inafanya hivyo. Na katika kila jambo linalofanyika tunaweka maana. Binadamu huwa anaweka maana. Kuna maana tunayoichora kwenye kila jambo linalofanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepatana hivi, saa 3 tutakuwa hapa, si ndio? Lakini kwa nini hatufiki saa 3? Na hatuoni kama ni shida. Unajua ni kwa nini? Ramani tuliyoichora tangu zamani inasema hivi, ni saa 3 ya saa 4. Wakikwambia saa 3, usifikiri ni saa 3, itakuwa saa 4. Na hata anapofika saa 3 nimewahi sana. Akifika saa 4, sijachelewa, sawa sawa. Hapa niko sawa sawa. Lakini ukiweka wewe huyu, ukiweka appointment na mzungu saa 3, wewe huyu utafika saa 4. Kwa nini? Umesoma ramani aliyo nayo iliyochorwa kwenye akili yake. Mzungu ndani ya dakika 5 umechelewa, hiyo kesi dismiss. Hakuna tena, ana program zingine kabisa. Labda wamekaa Afrika sana kwa muda wa kutosha. Lakini tumesema saa 3, kabla ya dakika 5 uwe umefika. Baada ya hapo ni kwamba hauji. Akili yake inamwambia hauji, au umedharau kile mlichokubaliana. Over. Na anaendelea na mambo mengine. Mtanzania bado kidogo, saa 3 saa hizi bado. Kwanza nimewahi, lakini tulisema saa 3 ni ramani ambayo tumeichora, na Mwafrika
Muda hana saa. Hizi saa zimekuja juzi na zilikuwa za wachache. Mwafrika anajua limetoka, limefika wapi hapa, anafikiri ndio sawa sawa, hiyo ndio saa 4. Halafu hajui kama jua huwa linahama kutoka Ikweta Capricorn kwenda linabadilisha majira. Yaani alishajua saa 4 likifika hapa, hata kama ni Julai saa 4, itakapofika hapa ni saa 4. Kumbe ni saa 7. Sasa mzungu ana saa. Swala la jua ni kitu kingine. Sasa mimi ramani iliyomo kwangu, mimi ni Msukuma. Yafumaje ile jua limeshatoka, bado saa 1 haijafika. Jua likitoka ni saa 1, lakini kuna wakati jua linatoka saa 2 na kuna wakati jua linatoka saa 12. Utaona ameamka. Hata kama likitoka saa 12 kasorobo, saa 1 tayari amkeni. Sio saa, ni jua. So utamaduni uliomo ndani ya muda, tuna methali na nyinyi mmeijifunza. Chelewa ufike. Chelewa lakini ufike, si ulikuwepo. Sio uwai tukatengeneza nyingine ya kufarijiana. Haraka ukiharakisha sana ubariki. Wewe chelewa, alimradi upo kwenye tukio, si nilikuwepo. Hivyo vyote vimetengenezwa kwa sababu ya ramani tuliyo nayo kwenye akili zetu, na tunaweka maana. Ukinikasirikia kwa sababu ya muda, sikuelewi, kwa sababu ninaelewa saa 3 ya saa 4, na ninajua kwa kuona, kwa tendo, sio kwa kufikiri. Na ninaweka maana katika kile nitakachokiona. Utamaduni uko hivyo, unaweka maana kwenye kile kitu kulingana na wao walivyojifunza. Hawa hawakujua, lakini hawa waliweka maana tofauti sana. Okay. Marekani mmoja kakutana na Mhindi mmoja kwenye hoteli moja, wanakula chakula. Marafiki, tunaenda kula, tunataka kula, chakula kimeletwa. Mhindi akanawa mikono ili ale. Marekani huyu anaamua kutumia vijiko, viko pale mezani. Sasa wanajaribu, tumia vijiko hivi hapa. Mhindi anasema siwezi kutumia vijiko hivi. Hivi vijiko ni vichafu sana. Ni visafi, vimewekwa kwenye sterilizer machine, ni vizuri, vina usalama. Anasema hapana, ni vichafu mno, siwezi hata siku moja. Mimi ninatumia mikono. Sasa hii mikono nimenawa, ni misafi. Hapana. Wakabishana kwa muda. Mwisho, hebu niambie sasa, kwa nini unasema hivi vijiko ni vichafu? Anasema hivi vijiko, analia kila mmoja, vinaingia kwenye mdomo wa kila mmoja. Vimeshaingia kwenye midomo mingi mno. Lakini mikono yangu mimi ni ya kwangu mwenyewe, haijaingia kwenye mdomo wa mtu. Mimi niko salama na mikono yangu. Kwa hiyo siwezi kutumia haya yanayoingia kwenye mdomo wa kila mmoja. Mimi nina salama na mikono yangu. Ana maana juu ya chakula chake. Naambia chakula kina mahusiano na mwili wangu, na mikono yangu kinaenda mwilini mwangu. Hiki kichuma hakina mahusiano na chakula, na hakiendi, na hakifanyi, alafu ni kichafu. Nani alikuwa sahihi? Kila mtu alikuwa sahihi kwa upande wake. Ameweka maana juu ya vijiko, ameweka maana juu ya mikono.
utamaduni umemfundisha hivyo. Ndivyo ambavyo utamaduni ulivyo. Ni kitu cha kujifunza, sio ambacho unazaliwa nacho. Lakini utamaduni, kila utamaduni una madhaifu, na kila utamaduni una vizuizi, na kila utamaduni una mtizamo wake kuhusu dhambi. Kila utamaduni tunashiriki kwa pamoja, lakini kuna udhaifu fulani katika kila utamaduni. Hakuna utamaduni mmoja uliokamilika, haupo. Na kila mmoja katika mtizamo wa utamaduni wake uko udhaifu fulani. Ingawaje ulijifunza bila hata kujua, hata bila kufundishwa, kuna vitu umejifunza, umevishika mno na hukujua kama unajifunza, hata hukujua ulijifunzaje. Na vipo tu na unavifuata kwa bidii sana, na mwingine akikifanya hivi utaona ni kosa kubwa sana. Na mtizamo wako kwa huyo ni anakosea, ila wewe uko sahihi. Anavyokula, anavyopika, anavyofanya, wewe sio sahihi kwako, yeye ni mkosaji. Huo ni utamaduni. Lakini kila utamaduni unajifunzwa, haujakamilika. Hakuna mila moja iliyokamilika, na kila mila inahitaji mabadiliko. Hakuna utamaduni uliokamilika, na kila utamaduni unamhitaji Kristo ili uweze kukamilika. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema utamaduni sio kitu cha kuzaliwa nacho, umekijifunza. Okay, tuchukue hivi ili unielewe, ili kule ninakoenda usipate shida. Nani hapa ana mtoto wa miaka 5 au 4? Nani? Hebu simama. Mwingine yule kule. Mume wako yuko hapa? Wewe mume wako yuko hapa? Wewe ni kabila gani? Wewe mpe maiki tu tunamsikia. Mkuria. Mume wako ni Mkuria? Ni kabila gani? Ni Muha. Watoto wenu ni Waha au ni Wakuria? Ni kabila gani watoto hao? Ni Wasukuma. Wanajua Kisukuma? Kwa hiyo nyinyi sasa ni Wasukuma, na watoto mnaozaa ni Wasukuma. Yule kule, ngoja nitakuja kwako. Yule kule ametuambia naye ana mtoto wa miaka kama hiyo. Hebu tuambie, wewe ni kabila gani? Wewe ni Mnyakyusa. Mume wako ni Mnyakyusa? Mluo. Watoto wenu ni kabila gani? Ni Waluo. Na wanajua Kijaruo kidogo, lakini afadhali hawajui Kinyakyusa. Sasa mmeamua wawe kabila gani hawa watoto? Mkiwa huku pwani, mkiwa huku bara, watoto wanafuata utamaduni wa baba Ukiwa pwani kwa Wamwela na Wakwele na wengine, watoto ni wa mama na wanafuata utamaduni wa mama. Ukienda Komoro ni wa mama kabisa, na ndiyo mama anamiliki familia. Hiyo ni utamaduni. Asante sana. Sawa, una mtoto wa miaka 5? Na wewe unaye wa miaka 5 au 4?
Asante sana. Sasa watoto hawa, mmoja ni Muha, mmoja ni Mluo. Tunawachukua hawa watoto Muha na huyu Mluo, tunawabeba leo, tunaenda nao mpaka China. Tunawaacha China kwa muda wa miaka 20, wanakulia China. Tunawaleta wa Tanzania wakiwa na miaka 25. Watazungumza Kiluo, watazungumza Kia au Kisukuma, watakula ugali, watakula kwa mikono, watachukua zile chopsticks na watazungumza Kichina. Nataka nikwambie, utamaduni sio wa kuzaliwa, ni wa kujifunza. Kama wangelizaliwa nao wanazaliwa wanakuwa nao, wangekuwa Wasukuma, wangekuwa Luo. Lakini kwa sababu ni wa kujifunza, wameenda wakajifunza kuwa Wachina. Hata akiwa humu ndani akiongea, we uko nje, huyu Mchina ametoka wapi huku ndani? Akitokeza hivi unaona ni Mluo mmoja au ni Muha mmoja. Ulikuwa unaongea na Mchina huko ndani ni mimi tu nilikuwemo. Unachanganyikiwa. Lafudhi yake, maneno yake ni Kichina, sura yake ni Muha. Sasa hii ni nini? Amejifunza utamaduni aliyokulia kwenye yale mazingira. Kwa utamaduni ni kitu cha kujifunza, sio cha kuzaliwa nacho. Huo utamaduni wako unaong'ang'ana nao, mimi kabila gani, umejifunza tu, hukuzaliwa nao. Hauna DNA ya huo utamaduni, DNA ya huo utamaduni hauna. Utamaduni wote ni wa kujifunza. Kaka yangu alikuwa hapa juzi, kama nilienda kwa Hazabe nikawa nakula nyani. Wewe unakula? Ninaenda kuambia nyumbani, wewe unakula nyani. Anaona utamaduni wa Kisukuma sio huu. Huyo amepotea. Amepotea wapi? Ni kitu cha kujifunza. Na utamaduni huwa unachola, nimekwambia, ramani akilini. Utamaduni wa Msukuma umechora ramani akilini. Chakula anachokula ni hiki na hiki na hiki, hiki hapana. Utamaduni wa Mhazabe umechora kwamba nyani ni chakula maalum cha mgeni rasmi. Lakini mimi nitamhukumu kulingana na utamaduni wangu, sio wake. Na utamaduni wangu haujakamilika, una madhaifu, na utamaduni wake una madhaifu. Tunamhitaji Kristo wote. Amina. Ili kuwa mwinjilisti sahihi katika utamaduni fulani, au missionari sahihi au mtume sahihi katika utamaduni fulani, ni lazima nijue utamaduni huu ukoje. Tamaduni zote za dunia zote zimegawanyika katika makundi haya makubwa matatu. Ukienda Asia na Mashariki ya Kati, utamaduni unaotawala kwa bidii ni heshima na aibu. Heshima na aibu kwa maana gani? Ukifanya kosa, kosa sio kosa kufanya kosa, ila kosa ni kukamatwa umefanya kosa, na ni aibu kubwa. Kwa maana gani? Nyinyi ni shahidi, mnaweza kuwa yalo labda hamjui. Katika nchi mmeshawahi kuona Muhindi amekamatwa akawekwa mahabusu, lakini hawakamatwi, wanakamatwa lakini hawafungwi. Kwa nini? Muhindi kwa gharama yoyote
atalipa hela kiasi chochote ili isijulikane, kwa sababu ni aibu. Huu ni utamaduni wa Asia na Mashariki ya Kati. That's a culture and normal. Watajikusanya wote, walipe gharama yoyote, aibu hiyo isijulikane. Kwa gharama yoyote hawezi kufedheheshwa. Sawasawa na Waarabu. Mwarabu hata Muhindi kumpa mimba mtoto wa mwingine ni sawa, hasa wa weusi, lakini wa kwake kupata mimba ni aibu. Na akipata mimba akiwa nyumbani anauawa, na anayemuua ni mjomba. Ameleta aibu kwenye ukoo, na yale mauaji yanaitwa ni mauaji ya heshima, kurejeza heshima ya ukoo. Ameleta fedheha na aibu, lazima auawe, haitakiwi. Na hii tutaenda kule mbele, utaona athari yake. Kwa hiyo utamaduni wao umejengwa katika heshima na aibu. Nini ni aibu? Nini nifanyeje ili niheshimiwe? Nifanyeje ili nisilete aibu? Itafanya uharibifu wote lakini usionekane. Nitapata utajiri wote ili niheshimike, lakini nilivyopata wasijue. Utamaduni wa Ulaya na Amerika umejengwa katika haki na hukumu. Ile guilty consciousness ndani ya moyo wa mtu. Utakumbuka kesi ya Monica Lewinsky na Bill Clinton. Mnaikumbuka? Wengi labda mmekuwa wa zamani. Mzee anakumbuka. Ilionekana kwamba Bill Clinton amekuwa hawala wa Monica Lewinsky, na hakuna mtu aliyethibitisha, wakatafuta kila hakuna. Huyu rais akaenda kusema mwenyewe ni mimi. Angekuwa Mtanzania angejitokeza akasema ni mimi. Kamata, piga, ua, chinja, hakubali. Lakini wao wamejengwa katika ile guilt, hukumu. Yani ninaficha nini hapa? Ni mimi. Atafanya kosa kokote, awe ni baba amechepuka, baada ya mchepuko ile hukumu itakuwa, atakuja atubu tu, mama mimi nimefanya haya, mimi nisamee. Musukuma, Muswahili, Munyarwanda, Mujita, Mukerewe atafanya hilo? Mtamuleta kanisani na baraza la wazee wa kanisa, mtahoji, piga, ua, garagaza, hakubali. Hata kama binti yuko hapa anasema ni yeye, sijawahi. Hatujajengwa hivyo, sio utamaduni wako. Utamaduni wa Mwafrika uko hapa. Na ukitaka ujue utamaduni wa wazungu vizuri zaidi, soma kitabu cha Warumi, ndio utaelewa ile haki na hukumu ilivyo. Waafrika tumejengwa katika hofu na nguvu. Utamaduni wa Mwafrika umejengwa katika hofu na nguvu. Nani ana nguvu zaidi ataheshimika zaidi, kwa sababu ya ile hofu. Ana mamlaka ya kunitendea jambo fulani mimi nisiloliweza. Kwa Wasukuma, mmesoma kitabu cha Mwanamalundi, mtu maarufu katika historia ya Usukuma. Alikuwa anaogopewa, anaweza akanyosha mkono, hii miti yote ikakauka huko. Hakuna mtu mmoja angeweza kumgusa Mwanamalundi. Lakini hata leo consciousness, nafsi, dhamiri zetu zinatuambia hivyo,
Na ndio maana unaona akija nabii anatabiri hata kama ana hirizi na tunguri, kanisa litajaa. Nguvu pote chini wote. Kesho hilo kanisa, kuna nguvu kule, twende, iko power, twende. Wote wataenda. Akigusa tu yule aliyepo hapa anakaa tayari. Nini kitaendelea? Akidondoka kesho anaenda kuleta wawili. Iko nguvu, kwa sababu ndio utamaduni wake. Na ndio maana hata Waafrika wengi wanatafuta mpaka na hirizi ili wao wachungaji wawe na nguvu. Na bado washirika wapo wanajaa kwa sababu ya utamaduni wa Kiafrika uliojengwa katika hofu na nguvu. Na mtu mchawi sana kwenye kijiji anaogopwa sana na anaheshimiwa sana. Usicheze na ile familia, utakwisha. Mwisho hata na wachungaji nao wanaogopa. Usicheze pale. Amekuwa kwenye utamaduni ule. Tamaduni zote za dunia ziko hivi. Na vitu hivi sio vya kuzaliwa navyo. Tumevijifunza. Vinajifunzwa kutokana na jamii na tunayoishi nayo. Waamerika wamejifunza haki ni haki, hukumu ni hukumu. Na dhamiri zao zinazungumza. Amefundishwa tangu mtoto, ukila pipi, ukitupa takataka sio utupe ovyo. Nikwambie, atatunza hata takataka ikoje kwenye begi yake, na akione imedondoka mahala yuko tayari aokote. Hukumu akitupa, iko hukumu ndani yake inazungumza, hili ni kosa kubwa. Ataokota, atatunza mpaka akakute mahala dustbin iko. Nikinywa maji metupa hiyo chupa huko, hiyo sio yangu. Hata sioni shida, inachafua hiyo bustani ya Mungu, wala sioni shida, sio yangu. Ningeambiwa ukitupia hapa utakuwa zezeta, hata tupa hapo milele. Yuko tayari kwa kilomita zote atunze hiyo takataka yake, kwa sababu anaogopa, iko hofu. Huo ndio utamaduni wa Afrika, na tamaduni zimejengwa hivyo. Na utamaduni ni kitu cha kujifunza. Sasa nataka niende mbele kidogo. Kabla niende, nimwambie Kondeki azungumze. Halafu twende sasa, tunataka kwenda. Karibu. Huyu ni Masai. Na amefanya nini mpaka Masai akaokoka? Havai zile ile ndoroba, haivai ile kitu ile ya kwetu ile ya Masai eti. Na haiwezi kula ile kitu ya ile mtungi ya kule ile. Siseme sasa ile ndoroba. Usiona akisema hivyo, sisi ni marafiki wa miaka mingi sana, kwa hiyo sina tatizo naye, ni ndorobo tu, kwa hiyo hana matatizo. Amina. Mimi naitwa Michael Kondeki Laiza, ni msaliwa wa wilaya Munduli. Baadaye tukahamia wilaya Hai, na ndiko Mungu aliko kwenda kuniita kule, kwenda kwenye wito wa kimisheni. Kwenye ushuhuda, nina ushuhuda mrefu, lakini natafupisha sana ili kusudi kupisha na mambo mengine tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiasili mimi ni mtoto wa mganga wa kienyeji. Baba yangu alikuwa na wake 8, lakini katika wake 8 mimi peke yangu ndio nimeokoka. Baadaye nikawa jambazi sugu wa kutumia silaha. Kwa tukafanya hiyo kazi muda mrefu. Kwa hiyo mwaka 90 Mungu akakutana na mimi katika eneo la Mererani, machimba madini ya Tanzanite. Nikaokoka pale. Baada ya kuokoka mapema sana, baada ya miezi kama 3-4, nikapata wito wa kwenda kuinjilisti, lakini sikujua chochote kwa sababu sikupita training yoyote. Lakini nilisikia tu kuanzisha kukutana na vijana kutoka madhehebu tofauti.
ya makanisa ya kiroho. Kwa hiyo tukaendelea na hiyo, tukawa tunapita wilaya mbalimbali, wilaya ya Meru, wilaya ya Siha, wilaya Hai na maeneo Simanjiro, na kwa kweli kupitia ile uinjilisti watu waliokoka sana. Lakini baadaye niko chini ya PEFA mimi, kanisa la PEFA. Kwa hiyo wakaniteua kwa mchungaji. Baada ya kuteua kwa mchungaji, nikaenda kwenye eneo la Wasomali ambaye eneo inaitwa kwa Wasomali kwa ng'ombe. Kwa hiyo nilipokwenda pale nikaanzisha kanisa pale. Baada ya muda nikapigwa transfer. Transfer ilikuwepo PEFA wakati huo, ni shida sana, nilienda tano. Lakini katika wale waliofanywa transfer, mimi Mungu akanipeleka mahali pazuri. Kaenda kwenye kanisa kubwa lenye uchumi na nini. Lakini pale kwenye ile kanisa kulikuwa kuna nyumba ya mchungaji na ni wafugaji na wakulima wazuri sana, lakini kile kiti cha madhabahu nilikuwa nikikaa kwenye ile kiti na waka moto. Mpaka kama naambia watu sasa kukaa hapa inawaka moto, shida. Kwenye ile nyumba ya mchungaji nikilala, silali natoka kusunguka nje mpaka asubuhi kwa sababu kitanda na kenyewe kama inaniiba. Sasa nikasema kuna nini hapa? Sasa Mungu akaamua kusema na mimi. Ndugu yetu mkurugenzi wetu Nathan akaandaa kongamano la mara ya kwanza kabisa katika mkoa wa Arusha, tuseme kaskazini. Kwa hiyo yule mkufunzi aliyekuja kufundisha ile kongamano kama hivi ulikuwa umejaa kwenye ukumbi mkubwa, lakini kweli siku zote hii ya wiki hakuna mtu kuulizwa nani amepata wito, hakuwepo na mtu sikuwa mimi peke yangu. Kwa hiyo aliposema nani ana wito, sasa nikanyosha mkono mimi. Sasa napeleka haraka. Baada ya hapo nikaomba kipeperushi, alikuwa na vipeperushi vichache, nikaomba kimoja. Niliposoma nikakuta kuna contract la Tanganyika. Na baadaye Mungu akanipa nafasi hiyo, tukaenda kusoma kule. Tulikuwa wamishonari 12, mmoja akarudi nyuma, tukabaki 11. Ambapo sasa ndio baadaye katika wale walimu ndio tulikuja kumpata mtu anaitwa Sibiti Nkata Jane, rafiki yangu sana yule pale. Katika walimu wote waliofundisha, kila aliyefundisha alifundisha akaondoka, lakini yeye alipofundisha somo lake hakwenda, alibaki. Kwa hiyo kubaki kule tukafunga maombi, sijui kwa dia siku 4, siku 3, siku wiki na sikumbuki tena. Lakini Roho Mtakatifu alishuka na kwa mara ya kwanza ndio tulipatikana wamishonari 11 ambao ndio wamishonari wa kwanza kabisa waliosoma theolojia ya misiolojia ya ushindi. Kwa haraka sana. Baada ya hapo tulituma na chuo kwenda wilaya ya Mpanda na Sumbawanga. Na kule tulipokwenda tulikaa muda, na baadaye tuliporudi sasa kabla ya graduation tukatawanywa sasa. Mimi nilikuwa nimechagua makabila mawili. Kulikuwa kuna makabila kama vile mwalimu alivyokuwa ametaja, lakini kulikuwa kuna kabila namba 1 na namba 2 ambaye ni Digo na wasaidiaji. Na mimi nikasema hiyo namba 1 na namba 2 ni ya kwangu mkurugenzi, pamoja na Wandorobo. Kwa hiyo kuna makabila matatu mimi nimechagua. Wandorobo wako wilaya Simanjiro mkoani Manyara, Wadigo wako wilaya ya Tanga mjini, wasaidiaji wako wilaya ya Mkinga. Kwa hiyo nikaanza na Wandorobo. Sasa nilipoanza na Wandorobo, siku moja nikasema mimi niko tayari kwenda kuwafikia wasiofikiwa, lakini namhitaji mtu mmoja tu atakayekuwa nyuma yangu. Kanisa ilikuwa imetulia kama hivi. Akatokea askofu wa jimbo anaitwa Elieta NPC. Akasema mimi niko tayari kuwa nyuma yako. Akanipa shilingi 30,000 na baskeli. Sasa kutoka kwetu Siha kwenda wilaya Simanjiro ni kilomita nyingi sana na ni milima. Kwa hiyo nikaendesha ile baskeli, hakuna maji, hakuna chakula. Nilipofika kwenye machimbo ya madini naitwa Kisamaha, ndio nikakuta pale kuna duka dogo. Nikijaribu kutema mate imekuwa bundi. Nina njaa na kiu. Siwezi kuendesha baskeli. Jua ni kali.
nikalala. Nikiwa nimelala nikamwambia yule mama. Yule mama akasogea, nikamwambia, "Naweza nikapata maziwa?" Akaniambia nitafanya mpango. Akanitafutia kikombe kimoja cha maziwa nikanywa. Nilipokunywa nikapata nguvu. Baada ya kufika kwa Wandorobo, nikakuta Wandorobo, kuna Wandorobo wako Lutheran na Katoliki. Sasa kanuni yetu ya umisheni ya kimataifa, ukienda kukuta kabila ambalo kuna Mkristo yoyote, manake hapo tayari kimeshafikiwa, ni kuatia moyo waendelee na kabila lao. Kwa hiyo nikaondoa Wandorobo kwenye idadi. Nikaenda kwa Wadigo na Wasengenyi. Nikaingia wilaya Muheza. Pale kulikuwa kuna mtumishi wa Mungu wa kanisa la TAG marehemu sasa, anaitwa Mbisi. Anafanya kazi ya halmashauri ya wilaya Muheza. Akanisaidia kwa mwana wa amani, maana alikuwa analala kwake na kula kwake. Lakini akaniunganisha na mtu aliyoko kwenye wizara ya ardhi ili kunisaidia kupata namna ya kwenda kwa Wadigo. Yule mtu akaniambia, hauwezi ukapata upenyo isipokuwa kama utaenda kwa mganga kiongozi mkoa wa Tanga anaitwa Mchusi wa Nyoka. Nikamwambia niko tayari. Kwa hiyo yule ndugu akanipeleka. Mimi nilikuwa nina kama ni basikeli nalipa, kama ni nini nalipa. Kwa hiyo ni mwepesi kwa sababu anapata chochote. Kwa hiyo tulipokwenda pale tukaenda kwa Mchusi wa Nyoka. Hao viongozi wote wa serikali wanapoingia kwenye masuala ya kampeni huwa wanaenda kwake. Basi nikaingia pale. Sasa kuingia pale kwa mganga wa kienyeji yule, pale sebuleni kuna sebule kubwa. Kuna mlango wa kuingia na mlango wa kutokea kule, lakini utakapokwenda kule hautarudi tena huku, unapitiliza moja kwa moja. Kwa hiyo na mimi nikapanga foleni. Kwa hiyo wako wote wamejaa huku na wengine wamejaa huko, tukaenda kwa samu. Ilipofika samu yangu na mimi nikaingia. Nilipofika kwake mlango ukafunga, nikamwambia, "Samahani baba, mimi sihitaji kuamuliwa. Mimi nina shida yangu. Nimepata historia kwamba, nimepata taarifa kwamba wewe mama yako ni Msengenyi, baba yako ni Mdigo. Kwa hiyo unaweza kunisaidia historia ya Wadigo na Wasengenyi." Akaniambia, "Kama ni hiyo haina shida. Nenda uje kesho saa 8. Sawa, nikaondoka. Nilipofika saa 8 kasoro, nikachukua mkate wangu, nikachukua matunda, nikachukua zawadi mbalimbali. Nikaingia kwa mganga kwa mara nyingine. Nikaja kupanga vile vile kwa sababu kwa watu wengi. Nilipofika pale yule baba alinisaidia kweli upenyo kuingia kwa Wadigo na kuingia kwa Wasengenyi. Kwa hiyo baada ya hapo ndio nikaanza huduma kata Tangasisi pale Tanga mjini, ambapo kwa leo ni huduma kubwa sana. Na mimi nilikuwa natamani, kwa sababu rafiki yangu Kengela anajua umishonari na wenyewe umeingiliwa. Sasa hivi kuna wamishonari ambao wanasema uongo. Kwa hiyo mimi nilikuwa natamani hata takapofika mwisho takutajia namba za simu za askofu wangu na mkurugenzi wangu, kitaka kupigia waambie mtu anaitwa Michael Kwendeki ni mishonari kweli, kazi ya kila mshona wake ni kweli, watakuthibitishia wote, kwa sababu kazi ile ifanya inaishi mpaka leo. Na kwa haraka kwa Wadigo tayari pale tulianza kushtakiwa na ndugu zetu hao ambao. Kwa hiyo lakini waliposikia kwamba tuna mpango wa kujenga kanisa pale, kwanza huduma pale, wakaanza kutupiga, wakaleta mawe, wakamwaga kwenye ile kiwanja, wakamwaga mchanga, wakasema hapa ni kiwanja na mgogoro. Walipojaribu tukaendelea, tukaenda mahakamani tukashinda. Leo hii ninavyoongea na wewe, maana baadaye nilimwachia askofu wa jimbo, nafikiri unamfahamu, anaitwa Elieta Bise, ndio nimemwachia pale. Wameanza kuhama moja. Nyumba ya kwanza walikuja akatuambia nunueni maana sisi tunaondoka. Nyumba ile kanunuliwa milioni 36. Baadaye mwingine akaja akasema nunueni, kanunuliwa milioni 15. Ile eneo lote sasa limekuwa ni la kanisa, na kanisa limezungusha fence, na kuna shule na watoto wa Wadigo wako wamejaa tena. Na kuna darasa la cherehani na kanisa kubwa kabisa. Sasa baadaye nikamwacha kula askofu, nikamwambia mimi naenda kwa Wasengenyi. Sasa hapo tuko mwaka 2010.
2010 mwishoni. Tukaendelea. Nilipokwenda kule nilijaribu kupeleka habari hizi njema za kimisheni, nilishindwa. Ni pagumu mno. Mtumishi wa Mungu Kengela amekuja mpaka amekuja kuniona. Jamani, nataka niwaambie kabla sijaendelea, watumishi wa Mungu, mnapomwona huyu mtumishi wa Mungu, huyu sio mtu wa kawaida. Huyu ni trekta wa Yesu. Ni skafeta huyu. Hakuna mahali hajafika, hata kama apeleke hata senti 5, lakini hakuna mahali mshikali yuko hajafika. Kwa hiyo nikaendelea. Nilipokwenda pale, Mungu ni mwema sana. Nikapata taarifa. Nikaambiwa kuna wageni wanataka kukuona Tanga mjini siku fulani, saa fulani. Nikaenda pale. Napenda niwatieni moyo kwamba Mungu akitaka kukushika mkono, Mungu akitaka kutia moyo kwenye huduma, hakuna binadamu aliyezaliwa na mwanamke atakayezuia. Mungu atakuwa na wewe tu. Nilipokwenda pale nikakuta ni wageni kutoka Amerika kama watu 6 hivi. Wakatuambia basi hapa sisi tumeandaa siku 3. Ilikuwa ni Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Jumapili tunaabudu pale pale. Kwa hiyo tukafanya kikao na maombi. Roho Mtakatifu akashuka. Tukalala chini wote, tukalia machozi baada ya ushuhuda ule nilioutoa. Nilipokwenda sasa kwa wadiko kule, nilikuwa kwa Segeji. Nilipojaribu nikashindwa. Ilinibidi kuchukua hatua kwenda kusomea kilimo. Kwa hiyo nikaenda kusomea kilimo Arusha. Nikasoma mwaka mmoja. Nikamaliza masomo yangu ya agriculture. Kilimo inaitwa farming body. Kwa hiyo nikarudi tena kule, sio kama missionary kama ilivyokuwa, kama mwalimu. Kwa hiyo nikagharamia tena, maana nilipata wanafunzi 36, nikagharamia tena kutafuta marafiki watakaonitia nguvu nipate mbegu ya kilo 2 ili niweze kuwafundisha hao Wasegeju angalau robo kila mtu. Na Mungu alivyokuwa ajabu, mwaka huo ambao nimenunua ile mbegu na kuwafundisha bure, mvua ikanyesha na wakapata chakula. Akasema wallahi huyu ni mtu wa maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimesahau kidogo. Baada tu ya kufanya ile kikao, mama mmoja miongoni mwao alisema, kwa ushuhuda huu wa huyu mtumishi wa Mungu, mimi natoa pendekezo. Kwa kuwa taaluma yake ni mtaalamu wa kilimo, tumnunulie ardhi. Wengine wakashangilia, nikanunuliwa eka 10. Sasa kutoka ile eka 10 ndio hii nimekuja kujenga madarasa 4. Tukapata mtihani mgumu wa kupingwa kuhusu usajili wa shule kwa muda mrefu sana. Lakini baadaye Mungu akamleta mwalimu wa primary school ya government, akawa ni mtu aliyeokoka. Kwa hiyo akatusaidia wilayani, mkoani, mpaka shule ikapata usajili. Kwa habari njema watumishi wa Mungu, leo hii tayari kwa mara ya kwanza tumefaulisha la 7 mwaka huu. Watoto wa Segeju na Wadigo tumefaulisha, na tayari pre-form 1 inaendelea. Na Mungu alivyokuwa ajabu, tukapata tena watumishi wa Mungu waliotunga mkono, tukanunua eka 19 tena. Lengo letu ni kujenga sekondari ya bodi. Mtumishi wa Mungu Kengela kila kitu ninachosema hapa anaelewa. Mimi napenda kutoa ushuhuda ulio hai. Haya maneno ya bla bla ya kudanganya tuyalaani kwa jina la Yesu. Huo ushuhuda wa mtumishi wa Mungu unaishi, unaeleweka, na hata ukifuatilia utapata ukweli uliozungumzwa. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, sasa lengo letu baada ya kushindwa wazee, kushindwa wamama, tumelenga watoto na wajukuu. Na tumefaulu kwa kiwango kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu, tunao watu wa Mungu hapa
ambao wamekuwa ni silaha kubwa sana katika harakati za misheni. Mwalimu alifundisha sana na nimemwelewa. Amesema si wote watakaopenda, lakini umisheni umejigawanya katika maeneo tofauti. Kuna wakuombea, kuna wakufadhili, kuna wakushauri, kuna wapenda. Sasa utakosa yote jamani? Utakosa yote? Utakosa kushauri, utakosa kuombea, utakosa kufadhili, utakosa hata kusema chochote, kutia hata moyo, kurusha hata kocha. Utashinda. Wewe ni masikini kiasi gani? Wapendwa katika Bwana, tunaweza. Tunaweza. Bwana Yesu asifiwe. Hii iliyofanyika leo si kitu cha kawaida kama tunavyodhani. Ni jambo kubwa sana. Na utaona matokeo yake leo, utaona baadaye. Kwa sababu Mungu anataka kuigeuza Tanzania miguu juu kichwa chini kiinjili. Na inawezekana. Inawezekana. Kama mimi mtoto wa mgambo kienyeji nimeokolewa, nani asiokolewa? Nikaja kuhubiri injili, nani asiokoka? Mpiga kibo ndio kupiga kibo rafiki yangu. Mimi nimemzuia mwalimu atulie kwanza, sababu ni muda wangu wa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pia tu kwenye umisheni wetu tuna wadada wenye nguvu sana wamefanya kazi kubwa. Kwa hiyo hata ninyi wakina mama mnaweza mkafanya pia. Mimi sina hapa tenzi, kwa hiyo naomba tu kama una tenzi hapo. Ndugu wa kirohoni. Ndugu wa kirohoni mliokombolewa, kabisa wengi waponye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninatamani, sinapenda sana kuimba wimbo huu. Mungu abariki. Asante. Amina, mbarikiwe. Tumpigie makofi Masai huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana. Bwana atukuzwe sana. Kama umeweza kukamata, kuna mambo ya kujifunza na kutoka kwenye utamaduni wake akaenda kwenye utamaduni mwingine. Lakini sijui kama umeiona ile point. Ungelikuwa wewe umeambiwa nenda kwa mganga wa kienyeji, ungeanza kuomba na kukemea kwa jina la Yesu, mimi mganga anafanya kwa jina la Yesu. Lakini ili upite lazima ufike kwa yule mganga. Lakini unaenda, tutakwenda kule mbele tutaona. Lakini ni hatua gani ambazo zimekuwepo tangu kuacha utamaduni wake unaenda kwenye utamaduni? Wasegeju ni watu walio tofauti mno na Wamasai. Wako wale wa milimani na wako wale wa bonde. Nimekuwa huko ninawajua. Kwa hiyo kuna hatua kubwa mno. Nyinyi wengine wataalamu wa theolojia mnasema ya kudecontextualize na kucontextualize. Unaacha ile ya kwako unaivua, halafu unavaa nyingine. Unaenda kujifunza kitu ambacho sicho. Hakuna nyama huko, hakuna maziwa huko. Lakini Mungu anasimama mahala fulani kwenye utamaduni mwingine. Na huu wimbo ameimba, sijui kama umeuona. Ndugu wa kiroho tuliokombolewa, tujitoe twende. Hapa anasema wako wengi vijijini, tukiogopa wataokolewaje? Na anasema iko siku tutaulizwa, wale wa nyumbani mwetu na majirani zetu. Utafakari sana, ukausome, tunataka kusoma zile beti zake. Halafu uone nani anaweza akafanya hiyo kazi. Inabidi tujifunze kwetu. Na yeye ametuambia tutafika, utaona kesho tunapoangalia. Mission ina mambo matatu tu. Hutaki, nitapeleka, ninaenda. Nimekataa, ninakwenda, nitapeleka, basi. Nothing more. Nitapelekaje, nitaomba, nitafanyaje? Na ndugu ametusaidia.
amepambana, usimuona anaota kitabu. Kasema uliza maisha aliyoyaishi, ana haki tu, wacha endelee kuwa hivyo. Mungu ambariki. Ni miaka mingi ya kazi, inahitaji gharama kubwa. Nilikwambia jana, umisheni, shida ya umisheni sio fedha. Shida ya umisheni ni moyo wa mtu aliye tayari kwenda, mtu mwenye moyo wa Mungu ndani yake wa kufanya ile kazi. Biblia inasema Baba anawatafuta watu kama hao, hata sasa anatafuta. Shida tulio nayo, nitapata nini nikienda? Ni nini? Yaani huwa tunatanguliza maswali ya nini nipate kabla ya kuweko kazini. Mungu akamwambia Yoshua, waambie wale Lawi waliobeba lile sanduku la agano, wale wakanyage yale maji ya Yordani. Yordani haikauki kama hujatia unyayo mle. Na yenye mmesoma theolojia, sema Yordani ilikuwa inafurika, maji inabeba magogo nini, imefurika. Hapo naambiwa kakanyageni, vukeni. Yaani magogo naona yanakuja, yanabebwa mawe, na wao unapelekamo mguu. Naweza kusema huu ni wenda wazimu, lakini Mungu amesema kanyaga. Walipokanyaga, mto ukatindika. Ukiamua ninaenda, kile unachoona kigumu hakipo. Mungu atasimama na wewe. Amina. Tutaona kule mbele. Na ukiamua ninapeleka, usifikiri utapungukiwa. Shida yetu ni hii, zitaisha humu, zitaisha. Hata usipopeleka zitaisha, kwa sababu zile sio za humo. Tutaona kesho kwenye strategy, utaelewa vizuri. Okay, twende mbele. Huyu ndugu amejifunza, na umisheni ni kitu cha kujifunza. Tamaduni zikoje? Mtazamo wa Wafilisti kuwa Mkristo ukoje? Nataka nikupe ili uone tamaduni unapoenda zinakuaje. Ukimwambia Mfilisti uwe Mkristo, ramani iliyochorwa kwenye akili yake. Unamwambia uwe Mkristo, ramani inayochorwa kwenye akili yake ni hii. Ni kwamba unamwambia awe msaliti. Awe msaliti wa familia yake. Awe msaliti wa ndugu zake. Awe msaliti wa kabila yake. Awe msaliti wa watu wake. Hata wakati mwingine awe msaliti wa nchi yake. Na achague kuwa mwoga, na achague kuwa na maadili mabaya ya dini. Jambo hili ni achague kumwamini Mungu, kuacha yule Mungu mmoja peke yake, aabudu miungu mingi. Huu sio mtazamo chanya, au sio kitu cha kuvutia, hata ungeliambiwa wewe. Sasa unapomapproach, unapomwendea ukamwambia uwe Mkristo, hii ndiyo sura iliyomo kwenye akili yake moja kwa moja. Sawa sawa na yule mzee aliyetwambia ukitaka wewe kijana wa Akia kwenda kuoa moja kwa moja, utaonekana wewe ni muhuni. Na yeye unapomwendea ukamwambia awe Mkristo, sura hii inakuja moja kwa moja. Mimi hata ungelikuwa wewe hauwezi kukubali. Hivi ndivyo alivyojenga, kwamba ananiambia niachane na familia yangu, ananiambia nisiwe na ndugu, ananiambia kabila yangu ni itoke, kwa sababu Wafilisti sisi ni umma, tunaenda kama umma, tuko pamoja. Ukinitoa mimi peke yangu, unajua kwamba unataka niangamie. Wakati mwingine hata nikane nchi yangu, niwe msaliti wa nchi yangu,
Si nyinyi mnasema ni watu wa kabila la Benjamini, ni Waebrania kweli kweli, si ndio nyinyi? Maana yake nikose kabila, maana yake nichague kuwa mwoga na maadili mabaya na niabudu miungu watatu na niabudu Mungu aliyewahi kuzaa. Haya mambo hayajawahi kuondolewa kwenye fahamu zake, ndivyo alivyojifunza na ndivyo yako. Kwa usione tu kwamba hataki, no, hajui kama unavyojua. Bahati mbaya zaidi, na wewe hujui kama anavyojua. Unaona amekataa tu kuwa na Mungu, lakini tangu mdogo amefundishwa kwamba ukiambiwa uwe Mkristo ndiyo sura hii. Ni sawasawa na wewe nikwambia ule nyani sasa hivi, nile nyani, nyani kwani analiwa? Hautakubaliana, si ndio? Lakini mhasaba anakula na hafi, na yeye haya ukimwambia anakana kama wewe unavyokana. Nimeambiwa ni break, situpumzike kidogo.